SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mamlaka ya udhibiti na usimamizi wa leseni Zanzibar imeandaa mpango kurudisha upya kituo jumuishi cha urasimishaji na uendeshaji wa biashara ili kuhakikisha wafanya biashara wadogo wanajisajili na kupata leseni katika biashara zao. Amesema hayo kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti na usimamizi wa leseni Zanzibar, Dr. Ramadhan Khamisi, baada ya kikao cha kamati ya wataalamu kuhusiana na kituo jumuishi cha urasimishaji na uendeshaji wa biashara wa mwaka 2025-26 kilichofanyika Darajani, Unguja. Tumeitisha kikao leo cha kamati ya wataalamu ya kituo jumuishi cha urasimishaji biashara. Tunacho kituo jumuishi hapa kwenye ofisi wetu, lakini kwa muda wa miaka 5 hakuna kikao kilichofanyika. Kwa hiyo tumeitana leo kujadiliana, kwanza kujua mafanikio tuliyopata ndani ya miaka 5 hii. Pili, kujua changamoto ambazo zipo kwenye hichi kituo, kwa sababu kuna changamoto nyingi ya mifumo, vifaa na mambo mengine. Lakini tatu, mwelekeo wetu, maana yake tunaendaje sasa hivi kwenye hichi kituo, kwa sababu tunao wanaotoa huduma kwa maana ya BPRA ambaye yeye kazi yake ni kusajili, lakini tunaye mtu wa PBZ, yeye kazi yake ni masuala ya malipo. Tuna mtu wa mkemia mkuu kwa wale ambao itakuwa biashara zao zinahusiana na masuala ya mkemia mkuu, lakini tunaye mtu wa ZFDA kwa kama mtu biashara yake itakuwa ni ya chakula au dawa au vipodozi. Alafu tunao na watu wa ZRA. Kwa hiyo kituo kimekushanya watu kama hao ambao wanatoa huduma kwenye hichi kituo. Hiyo tumekuja na mpango kazi mpya. Maana yake tumefanya, nitatumia neno la Kiingereza kidogo, rejuvenation. Maana yake tunajirenew upya kuanzia sasa, kwamba kwenye mpango kazi wetu, kwa sababu kituo hakijulikani, tutakuwa tunafanya clinic kwa maana tunawachukua wote wadau wa kwenye kituo, tutakuwa tunaenda site. Tunaenda kusini, tunakaa muda wa wiki, tunafanya registration, watu wanasajili biashara zao, wanalipa leseni. Tunaenda kaskazini, tunaenda wilaya ya kati, kwa tutakuwa tuna move kwa wilaya na Unguja na Pemba. Kwa hiyo kwenye mpango kazi wetu, ili kituo kitambulike, kwa sababu lengo la serikali ni kuweka one stop center, manake ni kurahisisha biashara. Naye afisa mapato kutoka Baraza la Manispaa mjini, ndugu Rashidi Kaiza Omar, amesema mafanikio yaliyopatikana katika kituo hicho ni kuunganisha taasisi mbalimbali, lengo la kurahisisha huduma kwa wafanya biashara. Katika kituo chetu tupo na taasisi tofauti ambazo zinasimamia biashara katika utoaji wa vibali na leseni. Mimi kama manispaa tuko hapo kwa ajili ya kutoa leseni kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara katika eneo letu la mjini. Katika kituo chetu hichi tokea tuanzishe, kuna mafanikio mengi sana na kuna changamoto nyingi sana ambazo zimejitokeza. Miongoni mwa mafanikio ni kwamba tunawarahisishia wafanyabiashara kupata huduma kwa urahisi, na inawasaidia pia kupata kwa wakati wanapohitaji, kwa sababu taasisi zote ambazo zipo zinatoa huduma hizo. Naye afisa manunuzi wa mamlaka ya usimamizi wa leseni, ndugu Muhammad Khamisi, amesema changamoto iliyopo hapo awali ni wajumbe kutokutana kwa ajili ya vikao, ndio hali iliyopelekea kituo hicho kutofanya kazi zake kwa wakati. Katika hichi kituo chetu ambacho tunakitarajia kuwa kituo jumuishi, kuna changamoto nyingi zimeelezwa kama tulivyozungumza katika kikao. Changamoto nyingi zimeelezwa, na changamoto kubwa hasa ni kuwa walikuwa watu hawakai katika kufanya vikao vyao, na tangu kituo kuanzishwa sasa hivi ni miaka 5, lakini hakuna hata siku moja ambayo hawa watu kukutana. Kwa hiyo hawajawahi kukutana. Kwa hiyo sasa hivi imeonyesha dhamira za viongozi ambao wana nia ya kukiendeleza hichi kituo, na wanaonekana wana nia njema ili wakiendeleze hichi kituo. Kwa hiyo wameanza kikao leo ili kukianza kuona jinsi gani tutafanya kazi, na tayari wamewaita wadau kama manispaa, wameitwa ZRA, watu wa mabenki, ili kujua kuna changamoto gani, ili kuweza na nini rai zao, watoe rai zao, vipi tutaweza kukiimarisha hichi kituo.
subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.